Bon après-midi, chers téléspectateurs, ni wakati fata kipindi kyako kya Moto Zap, emission yako ya kila siku, emission yako enye unakuwa nako na intervenir, enye unakuwa kanuko na uliza maswali fulani kusudi uweze kuwa informe, uweze kujua bibi kuna pitikana pa mvile tu ya Butembo. Mwa hiki kipindi hizi mnajua tunakuwa na tuko na recevoir bageni tu mwa hii emission yetu. Depuis semaine passée tuko na Tony mwenye tuko na recevoir mwa hii emission yetu ya Moto Zap. Tellement que iko na mabitu ya mingi wenye anashakatosha, tuko napenda tukuye tu na tuko na mwelewa na tuko na mkomprendre pole kusudi tuweze jua mabitu wenye anakuwa shatosha. Tutaambia tena mama wote, tutaambia bonne fête, et surtout que le vendredi ilikuwa ka journée à ba femme, ni journée ilipita pa mvile tu abutie important que sous méditation tulona ba mama yizi balendaka ku kanisa. C'était vraiment bien, il est tourné les petits kanaka bien. Tout comme moi émission tu à Moto Zap, si combien peke ni kona Tony ni artiste et cinéaste, anakuwa niko natosha mafilme hapa mvile tu ya Butembo. Kama mnaza kufuata hii emission ya Moto Zap, hii haiko mara kwanza yake kia participer mwa hii emission. Tuko na mu découvrir tout pole, surtout les téléspectateurs ya hii emission ya Moto Zap, et puis qu'on a ba question mingi vraiment yenye biko na kwa na mposer, mais heureusement il est bien. Iko na kwa na répondre tout bale ba téléspectateurs betu. Si ta sema mingi bina acha placer ku Tony. Jambo Tony. Niseme tena si jambo. Ndio. Ni salama salameni. Sawa. Hivyo. Tena leo unakuya tuona mwa hii emission yetu ya Moto Zap, kipindi chetu ya Moto Zap. Hii ni troisième fois nous qu'on a capita moyen émission yetu ya Moto Zap. Mwe tutakumbusha ba téléspectateurs mabitu ya mimi benyu chatulete ya tusha découvrir kwanza ira cinéma gizi ni groupe yako tushona kia hutumika kia wepe tunatumika na bengine. Vraiment merci beaucoup. Nous tout a rappelé na ba téléspectateurs gizi dernièrement tulikuwa nongelea film ya Ndiba. Ndiba. Ndio. Tulikuwa na tungana na ma question fulani yenye tulikuwa na yenye ifali una répondre. Ile Ndiba ulitoka kuma na hapa na conclusion hata ya ile Ndiba. Unajua muda ukuturuhusu. Ndio. Muda ukuturuhusu ndo maana yake nilikuwa tu nimalizie hapo nilipokuwa. Ni kama lile. Ndio ba téléspectateur balibakia masikio ningali nawasha. Masikio ningali nawasha. Juu ba jouer tena ile Ndiba vraiment ba jouer kama ulikuwa nongelea monini mwa ile film ya Ndiba. Na imani Ndiba tulizungumzia kidogo. Tulitaka tena tunyoreshe kifupi leo. Tulisema eti Ndiba ni filamu ambayo ilikuja kuonesha mila na desturi yetu. Tulikuja kuonesha ni mara ngapi mtu anaweza kufanana kwa uso lakini moyoni si mwenzako. Hiyo yote tuliamua kuionesha. Tukakuja kuonesha ni mara ngapi ufalme haununuliwe ama hauuzwi. Gisi mnavyosema ufalme hauwezi kwa lugha yetu hapa hauwezi kuuza ufalme. Hiyo haiwezi kuinunua, hapana. Ni kama lile. Hiyo niliamua kuionesha, nikaonesha kila hatua na ya kuwa mapenzi ni kitu ambacho ni sumu ya kwanza duniani. Ina maana mapenzi ukishindwa kuyazingatia ni sumu ambayo inakuua hata kabla ya yule ambaye angekufa kabla yako. Kwa hiyo mapenzi ni kitu ambacho hakieleweki. Mimi niongee hivyo. Alafu nikaonesha thamani ya mapenzi na ni nini umuhimu wa mapenzi. Kwa hiyo namna. Ndio. Tunaona Tony si ile film ilikuwa inaongelea mapenzi. Tukirudia sasa mu vie normale yako. Il t'arrive aussi parfois tomber amoureux quoi. Mimi kupenda. Kupenda ni kawaida ya kila binadamu. Na la kwanza si tunasemaga kama wasanii tunatamani kwanza. Unapenda kitu ambacho umeishi nacho. Ni kama simu yangu hii nilionayo. Nimeipenda kwa sababu nimeitumikisha. Lakini niliitamani kwanza.
ili niifikie. Kwa hiyo mimi siwezi kusema ninapenda, sijawahi penda kwa sababu sina wa kuishi naye labda. Ni kama lile. Unaona wanasemaga penda anayekupenda. Kwa hiyo namna. Kwa hiyo mimi sijui kupenda ni nini. How you? Hapana. Jua nini? Bado sijakuwa, labda sijakuwa, lakini nikikuwa nitajua kama kupenda ni nini. Unatunga muda bwana. Wa bibi. Sababu mimi pia bwana hapa nilipo mimi bwana, si ndio? Unatunga muda wa bibi. Wa bibi. Yaani bibi akieleweka okay, na mimi ni bwana nitakuja mbele yake. Ni kama lile. Sawa, merci beaucoup Tony. Sasa leo tu l'apprendre que ulikuwa Beni. Ndio. Ulikuwa depuis semaine passée. Nini ulienda fa Beni? Ni kweli, unajua tuna filamu nyipya na nilisemaga mwanzoni ya kuwa itakuwa kama ma-episode, itakuwa saison. Kwa hiyo namna. Kwa hiyo nilienda Beni kuandaa mashabiki wangu wa Beni, kuandaa jinsi gani nitafanya uzinduzi wa filamu yenyewe. Uzinduzi maana yake ndio kusema kuingiza sokoni. Wanasemaga nini? Lasma. Kwa hiyo namna. Maana yake nitafanya uzinduzi wa filamu, kwa hiyo nitaanzia Beni kwa sababu nilitumika na watu wa Beni. Kwa hiyo niliamua kuenda Beni ili niangalie kama kukoje na niangalie jinsi ya kuingia mkoa wao. Kwa hiyo hapo ndo nitaanzia uzinduzi wa filamu. Ndio maana yake nilienda Beni. Ulianja Beni juu nchokwe be ulitumika nabo. Ni lile. Ndio. Sasa ile filme ya mpya. Kichwa yao ni nini? Kichwa mimi naweza kusema kichwa inaitwa Funzo. Unajua siku zote mimi nakujaga na vitu ni kama ndoto, unaona? Watu wanashindoga kunielewa. Nakuja na funzo. Nilitoka kwa Ndiva, nilikuja kwa ndoto, nimekuja tena kwa funzo. Ina maana na maazimio. Funzo. Ndio itakuwa ndio hiyo episode hiyo season hiyo. Hiyo ndio funzo sasa. Nakuja kufunza. Ndio. Nakuja tufundisha nini? Nakuja kuwafunza vitu fulani. Unajua mimi zaidi sana nimeshakwambia ni mwanaira sinema. Nakuja zaidi sana kufunza mila na desturi ya mtu mweusi yoyote ule. Kwa hiyo nilikuja kuonesha hatua nyingi za maisha. Kuna wale wafalme hata toka leo tulipo wametuingizia maadui. Kwa nini? Labda wamepata vitu fulani kwa ajili ya kutuingilia. Kwa hiyo namna. Kwa hiyo nilipenda nionyeshe hatua zote za maisha. Labda kuna mtu anatupitishia baridi kwa ajili ya kufanya nini? Kukula kitu fulani. Unajua wanasemaga siku zote mwenyekiti. Kwenye lugha ya mama wanasemaga hivi. Omlango munene mwingiri ende. Yaani mlango mkubwa ili tuingizia maadui. Sasa mimi naonesha huo mlango mkubwa ndio upi? Umetuingizia maadui. Siku hizi wanawake hawajiheshimu tena. Ingalau wale wanawake ndio mlango wa dunia. Wanawake. Ndio. Manake njoo yenye unaonesha mwa hii film. Ni kama mfano. Nakupa mfano lakini wote wapo ndani. Wote wapo ndani lakini mjue vizuri nyinyi wanawake ndio mlango wa dunia. Ndio, nikifika kwa Mungu nagonga mlango kama sijakuwa na mke, hawezi kunifungulia. Ndio. Sasa nilikuja kuonesha ni mara ngapi wanawake wajiheshimu. Namna gani? Vizuri. Musase gani? Kufanya kitendo cha ndoa sio kusema ndo mapenzi. Usifanye kitendo cha ndoa unatafuta nini? Unatafuta kuzaa. Tena ukichukua mimba unatoa mimba. Unajua siku hizi wanawake wamejua sana kutoa mimba kuliko kutoa sadaka. Abo? Ilikuwa shida. Hata vijana pia. Hasa nimeniumiza sana. Ndio maana nilisema nikuje kwanza niwaambie, niwaoneshe kwenye funzo. Kwenye funzo kuna vitu vingi sana zaidi. Sana tena sana zaidi. Kwa hiyo nilipenda kila mtu ajielewe, apate funzo lake. Apate funzo lake. Kuna wengine vijana wako huku. Amekuwa na miaka sijui 54, 55, sijui 50 na ngapi. Ameshindwa kutafuta mwanamke wa kuoza. Ndio unaona wanawake wengi wamekuwa malaya huku. Wamekuwa wanaenda kwenye mabara, wamekuwa wanaenda wapi? Kwa sababu wamekosoa wanaume. Wanaume wengi wamekuwa wanini? Wameshindwa kujiwekea yani umuhimu wao. Wanashinda ku responsibility. Ndio. Sasa lazima kuwaonesha. Me wanawake wa mingi basha kwanjo kukwa emporter sana na madoge na vie. Unaona par exemple mtu anaona maisha ya France anapenda vivre ni kwa Sasa hiyo ndio shida mwenyekiti. Unaona mimi sidhani kama bata anaweza kuishi kama kuku. Sidhani. Bata hawezi kuishi kama kuku kweli kweli. Nakwambia kweli mashabiki. Maana bata ni bata.
Bata anaoga maji, kuku anaoga mchanga. Sasa wewe ni mchanga, utaoga kama bata? Hapana. Nguruwe hawezi kuishi kama mbuzi. Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa kama mimi sijakataa. Unajua wengi wao wanadhani kusoma ndio kuenda mbali. Unaweza kusomea kwenye nchi yako na unasaidia nchi yako pale ulipo. Sio kusema kwa sababu umesoma ndio unaenda nje ya nchi. Hapana. Mbona mimi na kipaji? Wengi wao wako hapa nyumbani wanao vipaji, wametoka hapa nyumbani wameenda kwingine. Wamefanya nini? Sio kusema na jigamba, lakini nawaambia kweli. Kwenu kwanza tafuta njia ya kwenu. Baada ya kwenu, okay sawa. Hata kama nabii akubariki kwao. Ni kama lile. Kwa hiyo hii funzo hii wataelewa. Funzo ulitoshea, useme ulitosha tu Beni ubie? Nilishuka Beni. Tulipita hata Beni, tulienda kule ambapo walikuwa wanachinja watu kule. Tuliingia kule, unajua majina za Beni ni nyingi sana, kama dawa ya malaria. Kwa hiyo ni jina nyingi sana. Kwa hiyo siwezi kuzisema. Tuliingia msitu kweli kweli. Manake tulitoka kule ilikuwa neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa mwaifunzo. Kuna jumu lifanyia mulenda ifanyia kwa kuko security. Sasa mulikuwa nafaa eju musiangukie mwapiskadi. Unajua la kwanza, Tony ni mtu wa uzuri na utaratibu. Maanake mimi nikifika mahali lazima nijihusishe na serikali. Kwa sababu serikali ina mkono mrefu kwa yule asiyeielewa. Lakini ina mkono mfupi kwako wewe unaielewa. Kwa hiyo mimi nilipofika Beni nikaamua kujihusisha na serikali ya Beni. Nikamwambia jamani, mimi naingia msituni, munisaidie. Mimi nafanya sinema, naenda kuonesha hiki na kile na hiki na kile. Kweli basi wakanisindikiza. Unajua kwenye hii funzo nilionesha watoto wengi sana zaidi wamependa Freemason. Hawajui Freemason ni nini. Unaona? Freemason leo imebeba watoto wengi. Wamekuwa wenda wazimu, watoto wamejisahau, wameanza kutembea usiku pasina kuvaa mavazi, imewaletea shida. Kwa hiyo nilionesha Freemason haina uzito pasina asili. Unaweza leo kuwa Freemason lakini ukikutana na mtu asili utatingizika kweli kweli. Ni kama lile. Ndio. Sasa hii funzo iko na maepisode. Usemi itakuwa maepisode. Ndio. Maana itakuwa maepisode ngapi ubia miaje? Nimefanya kwanza inaendelea. Nimefikia kwanza kwa 7. 6 7 pale ndio nimefikia. Kwa hiyo nitakapoweka kwanza hiyo 7 sokoni nione washabiki wangu wanaichukuaje ndio nitaweza kuendeleza. Ni kama lile. Ndio. Unaona? Funzo. Yaani inakuja kufunza. Nakia kufunza. Mwendesha habari ni mimi mamangu. Ni mimi. Tony. Merci beaucoup. Avant tuendeleshe tutatia kwanza ka extrait kidogo ya film ya funzo ambao Tony deja iko achatosha. D'ici là ataitia sur le marché. Et après si qu'on attache déjà lancement et atenda fanyia kwanza Beni, après Beni njo atakia pa mvile ya Butembo. Tufate kwanza tu extrait kidogo ya film funzo. Merci. Merci beaucoup. Donc il est nikupatia appétit. Funzo d'ici là, mutanza ifata pana ku Moto TV. Parce que Moto TV a une quoi kana tia tu ma nouveauté vraiment si hatula like si hatula like vraiment tunakuwa toujours na tuko vraiment actualisé, tunakuwa tuko na tia vitu bebi kwa line. Chers téléspectateurs, uko na besoin pour intervenir, moi hii émission yetu unatuandikia tu message yenye chini ya numero niko chini, unatuandikia message ku numero yenye iko chini ya ekran yako. Donc uko na question ya kuuliza, uko na question ya kuposer Tony tu unatuandikia tu message pale juu
uweze kucomprendre funzo kama ni nini, funzo film ya mpya. Kama kuna makestions za kuuliza tu unatuandikia message, Tony ko pale juu yetu. Tony, naam, kwa hapa mwa hii emission yetu, mwa hii funzo magumu gani John ilikuwa unapata sasa ulikuwa na tourner funzo? Oh la la. Yaani magumu hayahesabiki. Siku zote hivyo ndio unasemaga. Kwa magumu siwezake kuhesabu kwa sababu magumu ni kama shetani. Na shetani haonekani. Kwa hiyo magumu kweli niliyapata. Unajua tulienda msituni, tunatembea msituni na miguu. Msituni hakuwezi kuingia pikipiki. Hakuwezi kuingia gari. Kwa tuliingia msituni, mnaenda kama kutoka hapa, niseme mpaka huko Biasa huko na miguu. Kutoka huko mnatoka huko sijui saa 12 za usiku. Tena mnarudi huko mlikotoka. Kwa hiyo ilikuwa ni magumu kweli kweli. Lakini kulingana na Mungu aliyetupenda na watu wanaopitia kwenye mikono ya Mungu, kwa sababu duniani kuna watu wanaitwa Mungu, wale wanaotusaidia. Mimi mtu anayenisaidia na mwita Mungu. Ndio kweli kweli. Maana yake mtu anayenisaidia na mwita Mungu kwa sababu kwanza ana roho nzuri kama Mungu. Ni lile. Kwa hiyo walikuwa watu walionisindikiza. Walinisindikiza, basi sikukosewa na lolote lile. Wakina nguvu tangauzi walisaidia kweli kweli, tuseme kwa haki ya Mungu kweli kweli. Wale ni watu wakubwa sana. Walisaidia, basi nilitoka huko salama salameni hadi hapa nilipo. Ndio. Sasa unaanza mwa funzo hii film ya mpya hii serie, unaweza sema ita nini ku community yetu? Itachukua italeta nini kwa wananchi? Ndio. Unajua mwenyewe umezoea sana Kifaransa. Inakuja kutokea shida. Na sasa niko nguvu. Ni kweli. Sio hata nguvu. Unajua mimi ambalo nalijua la msingi sana ambayo italeta kwa wananchi. Ndio. La kwanza. Itawaonesha ni nini umuhimu wa mwananchi. Maana ni nini umuhimu wa udongo umezaliwa juu yake. Hiyo itaonesha mara ya kwanza. Pili, itaonesha ni mara ngapi jinsi gani nilivyowaambiaga siku nyingine, ufalme haununuliwi. Ufalme hauuziki. Unaona? Kwa sababu hauwezi kuniambia unauza udongo muda huu. Udongo utauza kwa sasa. Kuuza ndio kusema lugha hapa wanasema nini? Na kuuzisha. Kuuzisha. Kuuza hiyo. Hawezi kusema unauza udongo muda huu alafu unauhamisha, unauchukua kichwani hapana. Kwa hiyo tulionyesha ni mara ngapi wale ambao washakula njama kupitia huu udongo, kuna siku mababu wa huu udongo watajitetea wenyewe na watashindwa jinsi ya kutuliza mizimu ambayo itawajia. Leo tulionyesha. Tunaonyesha ni mara ngapi mtoto ambaye anakomaa leo asijionee. Usikatae soma shule, usikatae lima shamba, usikatae fanya nini. Kwa sababu matunda ya kesho ni kati ya vyote vile. Mungu anatumikia kwa kitu ulicho nacho. Unaona? Na hivyo hivyo malaika mlinzi wote wanatumikia kwa kile ulicho nacho. Kama mimi ninavyo hapa kipaji. Umuhimu wa kipaji changu ndio Mungu anakitumikia ndani yake. Nikaonesha ni mara ngapi kama nilivyosema mwanzoni, watoto wa leo, vijana wa leo mmependa Freemason. Wewe watakudanganya wewe utupe mayai pale chini, utupe mayai, utupe. Unakwambia utoe sacrifice mama yako. Mama yako mzazi wewe. Kwanza mama yako akakulinda. Mama yake amemlinda, umenyonya nyonyo zake, huyu ndio amekulinda toka lini. Kwa hiyo nilikosoa wale watoto wote wanaohitaji kusema eti kuingia Freemason. Hiyo dhambi hiyo. Na huko Freemason unakufa. Haukui na maisha. Kwa hiyo nilionyesha umuhimu wa asili na ubaya wa Freemason. Na matunda ya kanisa uliyosoma. Kwa sababu tunazaliwa hadi sasa, kila mtu amezaliwa kwenye kanisa lake. Mimi hapa Mkatolika. Wewe siwezi kujua Mkatolika kama mimi. Na wengine kule ni sijui Adventista, sijui mwingine nani huyu. Kwa hiyo kila mtu amezaliwa kwa hatua za maisha yake na dini yake. Unaona? Kwa hiyo ni kama lile. Ndio unaweza kuzungumza. Watoto watapata mengi, watu wazima watapata mengi. Tunaonesha kupenda kuwe na madhara yake. Kupenda. Namna gani? Kupenda. Unajua mfano mimi kuna mtu anaweza kufika hapa Butembo anasema I love you so much, basi nitakuoa. Sasa tuende pale klabuni tucheze kwanza burudani tupate raha duniani. Hiyo shida hiyo. Sio kila mtu anayekwambia jetem na kupenda ndio anaweza kukuoa. Hapana. Wanaume leo wamekuwa na uwini sukari. Maana akipata siku moja bia moja tu
kwa kununulie, maana yake ndio mwisho wake. Wanawake nilipenda mjue kitu kimoja. Mjifunze kutoa sadaka vizuri kanisani kuliko kutoa mimba. Na nyinyi wanaume hivyo hivyo. Hiyo nilipenda iwe mkoso wenu. Nilipenda leo nilisema lile ili kila mmoja alijue. Manake tunaona Tony, unaweza kutuambia kusema wakati tunatosha filme kuna kwa nisho na deja vitu bebatu biko na vivre. Manake sa uliona ke banamuke biko na toa mamimba na wanaume akishapata bietu anafuata anaona ke anachoka. Anafuata ile tongo analegea. Ndio biliacha unatosha vile nani? Ndio, hiyo nilitoa iko ndani, lakini sio kusema ndo maazimio ya filamu. Hivyo viko ndani. Maazimio ya filamu ni kuonesha Freemason haina kazi, asili inaweza kutusaidia kesho. Kupitia kanisa. Ndio. Asili na kanisa yake. Ukitumika kwa asili vizuri itakusaidia kwa kanisa yake. Kwa sababu mila na desturi, kwenye mila ndo kuna hatua zako za kuishi. Desturi sasa, hatua zako za niseme sijui maabudio kwa hiyo namna. Kwa hiyo na mimi nilikuja kuonesha mila na desturi yetu. Mimi naonesha umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Siku hizi wale ambao wanasema ni watu wa asili, unaona? Tena narejeleaga siku zote. Watu wanasema eti ni watu wa asili, watu wa asili, watu wa asili. Watu wa asili kwa kweli. Sasa kama ni watu wa asili mimi sikatai. Lakini hawana umoja. Na sisi ni watoto wao. Tunaja umoja wao ili tupate suluhisho. Ona sasa wapi Goma watu walipo. Goma watu wanateseka muda huu. Sio hata Goma peke yake, hata pa Butembo pia tunateseka. Sasa inakuwa ni hali gani? Fika Beni watu wanalia. Nyonyo zama wanazichukua, wanazibeba, hujui wapi zilipo. I say, yaani unachosha sana. Ingalau wanasemaga kuna yule mlinzi wa udongo. Ndio hao ambao mnasemaga wa chef kutimia. Wako wapi sasa? Si watoto tunalia, sio mimi si chef kutimia. Chef kutimia yuko kule, anajua anaweza kufanya nini. Kwa hiyo nakuja kuonesha kupitia filamu zangu kama kazi yao ni nini. Na kama haufai kukaa kwenye mlima, asitoka. Tafuta mwenyeji. Ndio, ni lile. Anafoka kwa kweli, unajua pale kiti, anakasirika. Muda fulani anakasirika mpaka anatoa jasho nakwambia. Shida hii. Tuendeleze basi. Tony mama, merci beaucoup tumepata pa message moya. Sasa sema jambo, asante sana kwa kipindi. Tuko napenda tujue kama ile lancement utaifanya siku gani na surtout filme kama utaitia deja kushene yako siku gani. Haseme kama ni mtu gani. Sasa mwe mnaandika kama unatokea wapi. Unakaa na wapi ili tujue tutaenda kuwasalimu huku siku gani. Ndio. Anasemaje? Anasema kama lancement ile ya filme kama utaifanya siku gani na kama hii filme itaenda sur terrain deja siku gani. Hii filamu nilisema hivi. Kwanza kuiweka mtandaoni msahau. Kuiweka mtandaoni msahau kivipi? Kwa sababu nitaiweka ndio. Kuiweka mtandaoni sitaiweka sasa. Nitaiweka kabla ya mwaka mmoja. Après nani? Ndio. Kama unataka unisaidie, basi wewe nitafute. Simu iko wazi. Hapa kwenye Moto Zype tuko wazi, tutafute. Tusaidiane. Unanisikia? Tusaidiane. Maana tukisaidiana, basi kila kitu kitaenda salama. Unaona? Mimi nilipenda hii filamu niingie maukumbi. Niingie kwenye hiyo ambayo mnaitaga maukumbi hiyo mnaitaga nini kwa Kifaransa? Sale hizi. Niingie zile masale zile. Nifanye zile show kubwa. Na nitaalika watu kama wa kuimba wanamuziki hapa mjini. Watawaimbia burudani na mimi nitawachezea makomedia mazuri unajua. Muda huo bagumu yatasaulika kweli kweli. Bila huo bado. Sasa nitaanza Beni. Wana Butembo mkitaka nifike Butembo baada ya Beni basi mtaniambia. Mtaita. Mtaongea na sisi. Beni kwanza ndio kwenye utajikoncentre sana. Kule kabisa wao wanalia sana Tony. Na nilipenda kabla ya kutoka Beni nishuke Bunia. Kabla ya Bunia afu nishuke Kantini. Mbona utasahau Butembo? Wala Butembo mko wapi? Tena hivyo ndo nikawaambia wako wapi? Ndio wamelala Butembo. Siwezi kusahau Butembo. Mimi siku zote za maisha yangu nasemaga Butembo ndio inaituaga kitanda kyangu kia siku zote za maisha yangu. Ndio. Yaani hapa ndo nyumbani.
Siwezi kusahau nyumbani. Ndio. Mjuu utanja Beni, Bunya. Beni mimi nitashuka. Beni ndo wamekuwa na haja yangu sana. Unaona? Butembo ni pazuri, lakini ningependa nipate kwanza watu fulani ambao wananisupport. Unaona? Wanisupport, wajue Tony anafanya hii kazi, tusapotiane, afu tujue tunafanya hii kazi kivipi na hii na ile. Hapa kwenye TV hatuwezi kuongea mengi wenzangu. Hatuwezi kuongea mengi. Maana kama tunataka kuongea kuhusu kifedha, kuhusu nini, kuhusu kusaidiana kifikra kinini, lazima tunaitana, tunaitana. Tony uko wapi bwana? Njoo tuonane, tuzungumze hivi na hivi na vile na vile. Nitakusikiliza kweli kweli. Kwa sababu hiyo ndo kazi yangu na mimi mwenyewe. Hiyo ndo kazi yangu. Kwa hiyo mimi nilipenda masposa, Richards ambao wanaweza kunisaidia. Basi kama unaweza kunisaidia kwa kipaji changu, kwa namna yangu yote, tupigiane ama fika hapo kwenye Moto Zaip. Utaongea na mwenyekiti, atakuelewesha mara moja kama mimi nikoje. Ni kama vile. Kwa hiyo mimi nikitoka Beni nitaona nikipigia Butembo sawa, kama sipigi Butembo, lakini nimewaandalia vizuri. Bwana, ni maduido peke yake tu. Sawa Tony. Nashukuru sana wote wako na intervenir, wote wako na tutumia ma message. Baweze ku comprendre hii emission yetu. Kuko na watu ndio wamefungula television, ni emission ya Moto Zap. Emission ya Moto Zap yenye inakuwa pale juu yenu. Tuko naye Tony ndio tuli recevoir mwa hii emission juu iko na film ya mpya, titre ni Funzo, film yenye d'ici là atatia sur terrain. Tumepata na message deja hapa ya huyu, hatujui kama ni mwanamke ubie kama ni mwanaume, anasema Tony. Tony. Tuanzie nyumbani basi. Aseme filme uyaanje hapa kwanza Butembo. Nyumbani kwanza. Unajua ningeanza nyumbani, lakini huwa nabia kubariki kwao. Mimi nikisema nianzie hapa hawataiheshimisha labda. Ndio. Unajua kitu kimoja mimi ambako nakitaji ni nini? Kwa nini nianzie Beni? Kama kweli unanipenda mimi Tony, kwa nini ushindwe kunisaidia hata Beni? Tukitoka Beni tunakuja Butembo. Sio shida. Watoto wa Beni nilipenda kwanza, kila mmoja anayefuata hii TV kwa huu muda, mjue Tony atakuwepo pale mwezi ujao, ikiwa mbali itakuwa tarehe 15 ama 14 14 hapo mwezi ujao, lakini nitakuwa niko Beni. Hapo Beni nitatoka Beni, sitolala. Nikitoka Beni hivi itakuwa ni wiki moja. Wana Butembo mkiwa na haja yangu nitakuja hapa Butembo. Hivyo ndo nimesema. Nitawapigia show. Hamjawahi ona show? Show zipo. Show zipo. Ndio. Mtaziona. Zinazo maduido. Nimewaambia tawalikia vitu vingi. Tawalikia maduido. Ndio. Merci beaucoup. Na nasema seme jambo, mimi nafurahi sana kwa hiki kipindi Tony. Tunachunga vraiment ile filme na mikono miwili. Ndio nasema ongeza mikono mitatu mama. Baba yangu tujira. Na nasema habari, asante sana kwa kipindi. Tulipenda Tony naye atuambie ile filme ya Funzo. Kama itaanza pita ku Moto TV siku gani? I say. Unajua wakati nitafanya uzinduzi wa Beni, mara moja nitaileta hapa Moto TV. Hapa kwenye Moto Zaip hapa, Moto TV hapa. Lakini haitaruhusiwa kupewa mtu. Itakuwa tu ikipita, lakini haitaruhusiwa kupewa mtu. Ukitaka kuipata, unaleta mchango wako, Tony anaupokea ili upate filamu. Lakini wakati nitatoka Beni nikifika Butembo na iacha hapa kwenye TV. Itakuwa inapita, lakini ukifika hapa huwezi kuipata. Ni kama lile. Ni lile kabisa. Ndio jibu hiyo. Ndio. Merci beaucoup Tony, merci beaucoup. Na makati zimeanza enda. Mais chers téléspectateurs, Tony ni wenyu wa kila siku na kwa katuma yeye monsieur tu ya Moto Zap. Hata kama tunaweza kuwa na hatuyasoma message yako. Usitusirikeo Beni hapana. Tutakuwa na tena palendi. Juu uweze kuelewa mavitu vya mingi, uweze kumpoze. Tony na anapanaka numero yake mwa hii emission yetu. Kama uko na makesto zengine unapasha muuliza tu, unamtumia message kwa namba yake juu d'ici là anatafuta tupatie hayo. Tony unatosha mafilme, tuko deja ku
mois de la femme. Ndio tuko mwezi wa wanawake. Sio wanawake bwana. Mnapokuwa nazungumza wanawake shida hiyo. Unajua kwenye kanisa siku moja waliuliza nini? Bwana mchungaji aliuliza hivi. Vijana hamna wake humu? Wanasema ndio. Sasa kwenye lugha yetu hapa mjini kumbe walimuelewa vibaya. Walizali hapa wameuliza vijana hamna wake nyinyi. Sasa wakasema ndio, kakuja kutokea shida. Kwa hiyo mimi naweza kusema ambao labda ni siku kuu ya Malkia. Kwa sababu na Bikira Maria ni malkia. Ndio. Wa mbingu na nchi. Si mwanamke. Mwanamke ni kama ule ambao anamuita kwenye lugha ya mama mukali. Wewe ni mukali huyo. Wewe ni mukali. Lakini sio hiyo. Sio hiyo. Yaani kwa ufalme wanamuita malkia, ni siku kuu ya malkia. Naona ni lile. Kwa hiyo nilikuwa na zawadi fulani. Sasa sijui kama mchukua kwanza la mbao kwa sababu muda fulani mimi nakuja kusahau. Ndio, anje pana nani na. Ukitaka kunipata kwenye TikTok. Unajua TikTok ndugu yangu. Ukitaka kunipata kwenye TikTok, wewe andika Tony Ndiva. Unasikia? Hiyo ndio TikTok. Hata muda huu utanipata kwenye TikTok hiyo. Ambapo naitaka TikTok yenu. Ukitaka kunipata kwenye YouTube, andika Tony Ndiva. Unasikiliza? Utanipata mara moja. Ukitaka kunipata kwenye line ya simu, voice ya chini chini, basi tuma hii 09 70 51 59 98 09 70 51 59 98. Hiyo ndio namba yangu. Ukitaka kunitafuta kwa hiyo namba utanipata hadi huu muda. Utanipata mara moja. Kikazi utanipata mara moja. Kwa hiyo usinipigie unachoka kupiga kwa sababu siku hizi mtandao unaharibika. Kwa ajili ya wamama mnisikilize. Ndio. Wamama mpo. Tupo. Mpo najua. Wewe pia umekuwa mama? Ndio. Mwanamke mama. Mama ndo umezaa. Niko mama. Wewe mwanamke. Hii ni nyimbo kwa ajili ya mama zetu. Ndio. Kama haujakuwa na mume, maana yake kweli hujajua kizuri na kibaya. Basi hauna umuhimu wa kusikia hiyo. Ile natafuta tu discriminer sasa sema fi. Bana, kuna hii ambayo inaita fie na mère. Ni lile. Basi nisikilize. Nifuate vizuri mwananchi. Mama, ninakupenda sana. Mama, ninakujali mwanao. Uchungu wangu mimi mwana, aujua yeye mama. Unajijali mimi mwanao wewe. Huyo Tony Sulemani bwana. Tony Ndiva, ndio. Merci beaucoup. Ni vile nadhani ile cadeau. Avant de conclure l'émission, salutation donc okay. Kwanza na salimu director wa Moto TV, Moto Zaipe. Na msalimu nampigia saluto. Na salimu kila mmoja ambaye anakaa pale. Kuna mashine kubwa, yani kuna kompyuta kubwa mule. Nishakuta wengi pale wako pale sijui wanaita pale. Ndio hiyo. Hatua za kufikia wote na wasalimu. Na salimu director wa radio sijui na nini. Na salimu fundi wetu anaituongoza muda huu. Na wewe mwenyekiti na kusalimu. Wanasema kwenye Kifaransa apasa. Ama sio kwenye Kifaransa wanasema hivyo, yani nakusalimu kweli. Alafu na salimu pia mzee Nguvu Tangauzi. Huyo ambaye wanamtaga Shimiste Nguvu Tangauzi. La mama pia mama Naangi na msalimu Moise Kakao, achani kuone bwana ndugu yako huyu hapa tena. Na salimu wasanii wote wa Yira Cinema kama wakina Aristote Sulemani, sijui wote wale wa jamii Jamila wote na wasalimu kweli tuseme kweli. Basi nimewapea jambo. Luanzo Kaumba my director, nimekuona usichoke kutenda mema. Fanya yako tu. Tony anasonga mbele. Adui mtalala. Mungu ashatenda. Ama sio, hiyo ni rap. Na tumalizie hapo ndugu yangu. Merci beaucoup Tony. Chers téléspectateurs, tulikuwa naye Tony katika hiki kipindi chetu. Mmesikia gizi iko na film ya mpya yenye d'ici là ataika sur terre. Titre ni Funzo. D'ici là mtanjaona pa ku Moto TV. Tutakutana na tena siku nyingine. Kwa heri.